katika mkoa wa Lindi. Ndugu wageni waalikwa, kwa dhati kabisa napenda kuwapongeza waandaaji wote wa tukio hili, hususan Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia inayoongozwa na maprofesa kwa kushirikiana na Chuo Kikuu cha Dar es Salaam na uongozi wa mkoa wa Lindi pamoja na wadau mbalimbali wa maendeleo kwa maandalizi mazuri yaliyofanyika na yamewezesha siku ya leo kuwa na tukio hili muhimu. Na kabla sijaendelea, napenda kutumia fursa hii kuwasilisha salamu za dhati za Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambaye anawapongeza kwa dhati Chuo Kikuu cha Dar es Salaam kwa hatua hii muhimu ya kuwekeza katika elimu ya juu katika mkoa wa Lindi. Na kama ambavyo umesema vyema Mheshimiwa Mkuu wa Chuo, maono haya ni ya kwake yeye mwenyewe Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Awali mradi huu ulikuwa utekelezwe katika vyuo vyetu katika maeneo ya makao makuu ya vyuo. Kwa Dar es Salaam ilikuwa utekelezwe Dar es Salaam, na kwa Mzumbe ilikuwa utekelezwe Mzumbe, hivyo hivyo na vyuo vingine ambavyo vilikuwa vimeorodheshwa katika mradi huu. Lakini Daktari Samia Suluhu Hassan alielekeza mradi huu uelekezwe kwenye campus, kwenye mikoa ambayo haina vyuo vikuu, ikiwepo Lindi pamoja na maeneo mengine kama ambavyo tumeelezewa hivi majuzi. Jiwe la msingi liliwekwa kule Kagera. Mheshimiwa Rais anawapongeza pia wananchi wa mkoa wa Lindi kwa ushirikiano wao na kwa kuendelea kuiunga mkono serikali katika utekelezaji wa miradi mikubwa ya maendeleo yenye tija kwa taifa. Ushirikiano huu umeonyesha katika upatikanaji wa ardhi. Miradi mingi mikubwa, serikali imepata ardhi ya kutekeleza miradi hii ambayo ni ya manufaa mapana, si tu kwa wilaya moja bali kwa mkoa mzima na kwa taifa zima. Ndugu wageni waalikwa, ninapenda pia kuwasilisha salamu za Mheshimiwa Balozi Dr. Emmanuel Nchimbi, Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambaye anawapongeza kwa jitihada zenu Chuo Kikuu cha Dar es Salaam na Wanalindi, na yeye yupo katika majukumu mengine ya kumsaidia Mheshimiwa Rais. Pokeeni pia salamu kutoka kwa Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi, Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, ambaye anawapongeza Chuo Kikuu cha Dar es Salaam kwa mchango wake mkubwa katika maendeleo ya elimu, na anawatakia mafanikio makubwa wananchi wa mkoa wa Lindi na Watanzania wote katika kunufaika na uwekezaji huu mkubwa katika sekta ya elimu. Mheshimiwa viongozi, mabibi na mabwana, leo tunaadhimisha hatua muhimu katika historia ya maendeleo ya elimu nchini kwa kuweka jiwe la msingi la kampasi ya Lindi ya Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Tukio hili linathibitisha dhamira ya dhati ya serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya kupanua fursa za elimu ya juu hapa nchini. Na nitoe rai kwa vijana wetu wadogo, vijana wetu kufuatilia haya mambo yanayohusu nchi imetoka wapi na sasa iko wapi. Ukikumbuka tulikotoka, unaweza ukaona jinsi ambavyo vijana wa Kitanzania walikuwa wanakosa fursa kwa sababu tu ya nafasi zilizokuwepo za vyuo vikuu hapa nchini. Tunaambiwa kwa wale walioanza kwanza kabisa walikuwa wanafunzi wachache mno, na leo hii tumepiga hatua mpaka tumeshafika kuwa na campus. Napewa kumbukumbu hapa, walikuwa 14 tu, 14. Leo hii tunafikia hatua ya kuwa na campus kila mkoa ya chuo kikuu, campus kila mkoa. Hii ni hatua kubwa na ambayo
inatoa fursa za vijana wa Kitanzania kuweza kupata elimu na kuweza kutoa mchango katika kuendeleza nchi yetu. Utekelezaji huu ni utekelezaji kwa vitendo wa nguzo ya pili ya Dira ya Taifa ya Maendeleo ya 2050 katika kujenga uwezo wa watu kifikra, kiubunifu na kufanya uchambuzi, kutatua changamoto pamoja na kuwa na utaalamu na umahiri katika nyanja mbalimbali za kimaisha. Uwekezaji katika elimu bora ni nyenzo muhimu ya kuondoa umaskini, kuongeza ushiriki wa watu katika shughuli za kiuchumi, uongozi na kuchochea usawa wa kijinsia na kuweka msingi thabiti wa maendeleo ya kielimu na kiutaalamu kwa vizazi vijavyo. Mwalimu Nyerere aliwahi kusema, ukitaka kusaidia jamii maskini, somesha watoto wao. Na hii ndio kazi ambayo inafanywa na serikali ya awamu ya 6 na serikali zilizotangulia. Ndugu wageni waalikwa, nawapongeza kwa dhati viongozi wa Chuo Kikuu cha Dar es Salaam kwa maono ya kupanua huduma ya elimu ya juu katika maeneo ya kimkakati kama mkoa wa Lindi. Mkoa wa Lindi, kama ilivyo kwa mikoa mingine ya kusini mwa Tanzania, una ardhi yenye rutuba, rasilimali za watu na mazingira rafiki kwa kilimo cha kisasa na cha kibiashara cha mazao. Kampasi hii ya kilimo itasogeza huduma za elimu karibu na wananchi wa kanda ya kusini na kuendeleza elimu, utafiti, ubunifu katika sekta ya kilimo ambayo ndio uti wa mgongo wa uchumi wa taifa letu. Aidha, uwekezaji huu utachangia kwa kiasi kikubwa katika kuimarisha sekta ya kilimo kupitia maarifa, teknolojia, tafiti za kisasa zitakazojibu changamoto halisi za wakulima wetu. Waheshimiwa wageni waalikwa, serikali ya awamu ya 6 inayoongozwa na Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan imeendelea kuweka msisitizo mkubwa katika kuimarisha sekta ya elimu kama nguzo muhimu ya maendeleo ya taifa na ushindani katika uchumi wa kisasa. Sekta ya elimu nchini imepiga hatua kubwa ikishuhudia ongezeko la fursa za upatikanaji wa elimu na uwekezaji katika miundombinu ya kufundishia na kujifunzia, mafunzo ya ualimu, uboreshaji wa sera ya elimu na mafunzo na mitaala. Serikali imeimarisha miundombinu ya elimu kwa kujenga shule mpya 26 za kitaifa za sayansi za wasichana kwa kila mkoa. Kwa Tanzania, hii ni hatua kubwa sana kwa shule kujengwa kwenye kila mkoa kwa mpigo shule 26. Na ukienda kwenye historia ya nchi yetu, Mheshimiwa mkuu wa chuo anaikumbuka vizuri historia hii na ana kumbukumbu nayo nzuri ambayo nimekuwa nikisema vijana wa leo ni nzuri kuwa tunapitia hizi kumbukumbu ili kuona jitihada zinazofanywa na serikali. Ukirudi nyuma kwa takriban miaka 15 hivi, ukiondoa shule zile ambazo serikali ilizirithi zilizokuwa zingine za taasisi za kidini, hapa katikati, kabla ya hapo, serikali ilikuwa haijawahi kujenga shule nyingi kwa mpigo namna hiyo. Imekuja serikali kujenga shule nyingi, na Mheshimiwa mkuu wa chuo, na wewe upokee hizo pongezi, wakati wa kujenga sekondari kila kata. Baada ya sekondari kila kata, ambazo kimsingi kulikuwepo na mchango mkubwa sana wa nguvu ya wananchi, katika serikali ya awamu ya 6, Daktari Samia Suluhu Hassan amekuja kujenga kila mkoa sekondari moja ya kitaifa ya mfano ya wasichana na shule 7 za wavulana kwa kila kanda
na hizi ni mbali na yale mahitaji ya eneo kwa eneo ambako tumeona shule za msingi zaidi ya 2,000 zikijengwa, shule za sekondari zaidi ya 1,000 zikijengwa, na madarasa zaidi ya 79,000 kuweza kukidhi mahitaji ya watoto wa Kitanzania kwenda kupata elimu iliyo bora. Mheshimiwa Mkuu wa Chuo, madhara ya kutokuwepo na nafasi za watoto wetu kwa huku ukanda wa Pwani inafanana na kwetu kule Dodoma, Singida, Simiu, Tabora, Shinyanga na kadhalika. Wakati kuna upungufu wa nafasi, watoto wakifaulu kwenda kidato cha kwanza wanachaguliwa kujiunga na kidato cha kwanza, na inatoka tangazo kwamba wengine wamefaulu lakini wasubiri second selection. Second selection ikisubiri miundombinu. Kwa hiyo Disemba kama hii, mkuu wa mkoa na wakuu wake wa wilaya wote wangeshafuta likizo, wangekuwa wanakimbizana na wananchi, mwenye kuku mwenye jogoo, kwa ajili ya kujenga madarasa ili wanafunzi wa second selection, wa third selection waweze kupata nafasi. Na Mheshimiwa Mkuu wa Chuo, kwa ukanda huu wa Pwani, nimesema walikuwa na matatizo yanayofanana na kule kwetu. Unakuta watoto hasa wa kike ngoma imeshapita. Kule kwetu huko, badala ya kuchaguliwa second selection, anakuta ameshachaguliwa chagulagi ile ya kuolewa. Kwa hiyo jina linaporudi tayari anakuwa alishatoroshwa, hayupo hata nyumbani kwa wazazi wake. Lakini leo hii Daktari Samia Suluhu Hassan ameongeza vyumba vya madarasa katika shule za msingi na sekondari kutoka 191,708 kwa mwaka 2020 hadi madarasa 254,393 kwa mwaka 2025. Hili ni ongezeko kubwa katika sekta muhimu inayogusa familia moja na maisha na kuyajenga maisha ya watoto hao wanaokwenda kunufaika na shule. Imeboresha shule 274 za michepuo ya kilimo na shule 28 za michepuo ya kibiashara, na kujenga shule za sekondari 1,031 kutoka 3,863 hadi shule za sekondari 4,894 kwa mwaka 2025. Kujenga shule mpya za msingi kutoka 16,406 kwa mwaka 2020 hadi 17,986 kwa mwaka 2025, na kutoa vifaa vya kisasa katika shule 28 za mchepuo wa elimu ya ufundi na amali, pamoja na kuendelea na ujenzi wa shule 29 za amali za mikoa. Miundombinu hii imeongeza fursa za elimu kwa wanafunzi na kupunguza muda na umbali wa wanafunzi kwenda na kurudi wanapokuwa shuleni. Mheshimiwa Mkuu wa Chuo, hii ni hatua kubwa kwa Watanzania ya kujivunia kwamba nchi inapiga hatua tena katika jambo linalogusa maisha ya mtoto mmoja na maisha ya familia nzima. Kwa kizazi cha leo ambao hawajagusa hii mambo inayoitwa hajachaguliwa, unaweza wasilione sana hili, lakini tuulizeni rika letu ambapo watu wanasoma darasa la kwanza mpaka la 7, naenda kwenye ubao wa matokeo hakuna aliyechaguliwa. Ndio hivyo, miaka 7 imeshapita hivi. Na mnaenda darasa la kwanza mpaka la 7, darasa lina watu 40, lina 35, 40, amechaguliwa moja. Kwa hiyo ukichaguliwa moja kwenye kijiji hicho inabidi utolewe usiku. Inakuwa ajenda ya familia nzima, utolewe usiku. Huyu macho watamuona, itakuwaje? Utolewe usiku. Sasa hivi si jambo la kushangaza kuhusu mtoto kwenda sekondari. Hii ni hatua kubwa ambayo tumeishuhudia wenyewe. Hii hatujasimuliwa, tumeishuhudia wenyewe. Kazi iliyofanywa na serikali
zinazoongozwa na Chama cha Mapinduzi. Hii ni hatua kubwa, ni mapinduzi makubwa ambayo yamefanyika katika sekta ya elimu. Lakini serikali imeendelea kuyafanya mambo mapya kila wakati. Serikali imeendelea kutekeleza mpango wa elimu bila ada kuanzia elimu ya awali hadi kidato cha 6, ambapo serikali imeongeza fedha za kugharamia mpango huo. Awali mpango huu ulikuwa unaishia kidato cha 4. Serikali ya awamu ya 6 ikaongeza kidato cha 5 na cha 6, na baadhi ya vyuo vya kati vya ufundi ambapo bajeti ya fedha kwa ajili ya elimu bila ada imeongezeka kutoka bilioni 249.66 kwa mwaka 2020 hadi bilioni 484.27 kwa mwaka 2025, zaidi ya mara 2 ndani ya kipindi cha miaka 5, na hivyo kuchangia ongezeko la wanafunzi wanaonufaika na elimu bila ada kutoka milioni 14,940,925 kwa mwaka 2020 hadi milioni 15,498,054 kwa mwaka 2025. Hii nayo ni hatua kubwa ya kupigiwa mfano, na si nchi zote zinafanya jambo la aina hii ambayo Tanzania inafanya. Katika kipindi cha miaka michache iliyopita, serikali imeongeza uwekezaji mkubwa katika elimu ya juu kwa kujenga na kupanua vyuo vikuu kama nilivyotangulia kusema hapo mwanzo, kwa kujenga kampasi mpya, kwa kuongeza miundombinu ya kufundishia na kujifunzia, pamoja na kuboresha mazingira ya utafiti na ubunifu. Hatua hizi zimeongeza kwa kiasi kikubwa upatikanaji wa elimu ya juu katika maeneo mbalimbali ya nchi, hususan nje ya miji mikuu, na hivyo kupunguza pengo la fursa katika miji na vijijini. Lakini serikali pia imeboresha mazingira ya wanafunzi wenyewe. Hivi tunavyoongea, mwaka jana tu Daktari Samia Suluhu Hassan aliongeza boom. Boom hii ni lugha ya kiwanafunzi. Lakini sio hilo tu, zaidi ya mara 2 aliongeza, alidouble. Lakini sio hilo tu, ameweka msisitizo wa kuhakikisha fedha kwa ajili ya wanafunzi wa vyuo vikuu zinatoka kwa wakati. Hii imefanya mambo ya migomo ya vyuo vikuu kuwa historia. Hii ni jitihada ya kuweka utu na tabasamu kwa kila kundi la Mtanzania. Wakati huo huo, serikali imeendelea kuimarisha bodi ya mikopo ya elimu ya juu kwa kuongeza bajeti kutoka shilingi bilioni 464 mwaka 2020-2021 hadi bilioni 916.7 kwa mwaka 2025-2026, ikiwa ni ongezeko la asilimia 98 ndani ya miaka 4. Hatua hii inawezesha vijana wengi zaidi kutoka familia za kipato cha chini kupata fursa ya kujiendeleza kielimu, ambapo idadi ya wanufaika imeongezeka kutoka 177,000 hadi 252,773 kwa mwaka 2025-2026. Hii ni ongezeko kubwa ndani ya kipindi kifupi. Na Mheshimiwa Rais alifuta riba kwa wanafunzi ambao wamenufaika na mikopo, na kwa kweli Mheshimiwa Waziri, endelea kutekeleza agizo hilo la Mheshimiwa Rais, na wanafunzi ambao hawajapata ajira wanufaika ambao hawajapata ajira wasisumbuliwe. Wale ambao wamepata ajira ndio waweze kurejesha, ili na wenzao waweze kunufaika na elimu kwa kutumia bodi hiyo ya mikopo. Vile vile serikali imeweka msisitizo mkubwa katika utafiti, sayansi, teknolojia na ubunifu kwa kuhamasisha vyuo vikuu kuunganisha mafunzo ya mahitaji halisi ya soko la ajira na uzalishaji. Mageuzi haya yameongeza mchango wa vyuo vikuu katika kutatua changamoto za maendeleo na kuongeza tija katika uzalishaji na kukuza uchumi unaotegemea maarifa. Ujenzi wa kampasi ya kilimo ya Chuo Kikuu cha Dar es Salaam hapa Lindi ni ushahidi mwingine wa dhamira ya dhati ya serikali ya awamu ya 6 ya kufanya elimu ya juu kuwa chombo cha mageuzi ya kiuchumi na kijamii. Kupitia kampasi hii, serikali inalenga kuandaa wataalamu wabobezi wa kilimo, utafiti
na biashara ya kilimo watakaosaidia kuongeza uzalishaji na thamani ya mazao, ajira kwa vijana na mapato ya wakulima. Kwa kuwa programu ya kilimo Chuo Kikuu cha Dar es Salaam sasa inakuwa miongoni mwa vyuo vikuu vichache sana hapa barani Afrika na duniani inayotoa mafunzo katika karibu kila sekta muhimu ya maendeleo ya kibinadamu. Hii inathibitisha hadhi ya Chuo Kikuu cha Dar es Salaam kama chuo kikuu cha kimataifa, na kampasi hii ya Lindi itakuwa lango muhimu la kuimarisha ushirikiano wa kikanda na kimataifa katika sekta ya kilimo na teknolojia na biashara na utafiti. Kwa mafanikio haya, serikali inaendelea kuijengea Tanzania yenye rasilimali za watu bora wenye maarifa, ujuzi na maadili watakao kuwa nguzo ya utekelezaji wa dira ya maendeleo 2050 na ajenda ya maendeleo endelevu. Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inaendelea kufungua kanda ya Kusini kupitia uwekezaji kwenye miradi mbalimbali. Nimeona baadhi ya maeneo ambayo mkuu wa mkoa uliyaongelea. Serikali imepokea na inayafanyia kazi yanayohusisha bandari ya Mtwara kama ambavyo ulisema, upanuzi wa barabara, na jana tumekagua madaraja ikiwemo Mtwara Mingoyo, Masasi, Mingoyo, Mkungu, Marendego na Ngurukuru, Lindi, Mingoyo, kuimarisha upatikanaji wa umeme ambapo najua kuna mradi ambao unaendelea, na kuendelea na ukarabati na upanuzi wa miundombinu katika viwanja vya ndege pamoja na reli ya kisasa kama ilivyoainishwa kwenye ilani ya uchaguzi. Na kwa hapa tumekagua pia hospitali ya rufaa ambayo ni mpya katika kipindi cha miaka 5 ijayo. Ilani ya uchaguzi imeelezea maeneo mengine ambayo yatafanywa kazi, ikiwemo ukarabati wa barabara katika maeneo ya 88, kampasi ya chuo kikuu cha Ngongo kama ambavyo mkuu wa chuo umetoka kuelezea, na yenyewe imo kwenye barabara ambazo zitafanywa kazi ikiwa ni kilomita kama 6 kwa kiwango cha lami. Ngongo na Ruangwa kilomita 6 kwa kiwango cha lami. Ujenzi wa barabara ya Kilambo kilomita 1.5, barabara ya Mahakama kilomita 1.2 kwa kiwango cha lami. Ujenzi wa barabara ya Mtange Kinengene Kibaoni kwa kiwango cha lami. Ujenzi wa barabara ya Mahakama Mitwero kilomita 1.2, na barabara hizi Mheshimiwa Mbunge ulikuwa unaniletea kimemo kila wakati, zimo kwenye ilani na serikali inaweka uzito wa kuweza kuzitekeleza kwa kiwango cha lami. Maelekezo mahususi kwenye eneo hili. Huwa upo utaratibu, tukiangalia hapa tunaambiwa malengo ya hapa ni ya miaka 2025 mpaka 2045, na eneo tumeshalipata kubwa. Nielekeze wizara pamoja na mkoa kuangalia shughuli zitakazoweza kutunza eneo hili na mipaka ikajulikana, ili tunapofika 2045 pasiwepo na mtu wa kuanza kuvamia eneo tukapata tena shida. Kwa hiyo tuangalie aidha kwa kuweka miundombinu itakayolitenga eneo hili na lionekane kwamba limetengwa kwa shughuli mahususi ya sasa na miaka 20 ijayo, ili kuweza kuepuka migogoro ambayo inaweza ikajitokeza. Na bahati nzuri naibu waziri wa ardhi huko hapa, waelekeze watu wako wa ardhi, hao ndio mafundi wa kutoa hati mara mbili, wasijaribu kumpa mtu hati kwenye eneo hili. Nilipanga haya kuja kuyasemea siku nitakapotembelea wizara ya ardhi, lakini hili ndio eneo ambalo linaongoza kwa ofisi za serikali kuwa na watu mpaka 4 wote wana hati, kila mmoja anaonesha hati yake, watu kuuziwa eneo hilo hilo mara 2. Sasa hii niweke akiba, tutaongea tutakapokuja hapa, lakini hii hapa waelezee moja kwa moja, waweke kwenye kompyuta zao, waweke na kwenye kumbukumbu zao na kwenye notebook zao. Asijichanganye mtu akatoa eneo tena kwenye eneo ambalo limetengwa mahususi kwa ajili ya jambo hili. Na tutakapokuja huko tutaongea kwamba watu wafanye mapitio kwenye hati zote ambazo wamewahi kutoa,
ili tukomeshe hii habari ya kila mtu analia kuhusu hati na watu wako ofisini waliofanya mambo haya. Kwa hiyo nimetanguliza tu, lakini tutakuja kuongea nitakapokuja kutembelea huko.